Nilikuwa nikiomba nikawa namuuliza Mungu kwa habari ya mtawala mmoja, kulingana na kwa namna ambavyo watu wanamuelewa. Wanasema huyu ni wa Mungu kwa sababu kuna baadhi ya vitu amevikataza. Lakini cha ajabu, wakati nikiomba Mungu akaniambia nisome kitabu cha Ufunuo. Watu wanaosema kwamba huyu ni mtawala wa dunia, amezuia aidha ushoga, aidha vitu gani, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu akaniambia huyu si wa kwangu, ila hii ni nembo ya mpinga Kristo dunia. Amekuja kwa namna hiyo. Ndio maana nimekwambia kutakuwa kuna hila. Hiyo hila hauwezi kuitambua. Mtu anaweza akaja kwako akajifanya yuko pamoja na wewe, anamwabudu Mungu wako, lakini kumbe ni mpinga Kristo. Hakafanya vitu ambavyo vitawavutia watu waseme huyu mtu yuko sawa, ili watu wote washikamane naye. Wakishashikamana naye, anaanza kukiproduce kile kitu ambacho amekibeba duniani, akili ya huyo mnyama. Kuna mambo yatakuja kama mema, lakini hayo mambo yatakayokuja kama mema ni kwa ajili ya uharibifu na ni kwa ajili ya mauti. Nchi zitakuwa na makubaliano ya vitu fulani, viongozi watakuwa na makubaliano ya vitu fulani, kana kwamba wanaleta msaada, lakini ndani ya huyo msaada kuna akili kubwa, na hiyo akili ni ya mpinga Kristo. Yale mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo, huu ni wakati wake ambao yanafanya kazi ama yanaenda kufanya kazi zaidi. Kuna mambo yanaenda kutokea yatakayowapa watu headache. Yaani hakuna utulivu kwenye mashule, kwenye mavyuo, yaani kila kitu kitaonekana tu cha kawaida. Lakini watu watakaoshinda ni watu wenye akili kubwa, lakini akili ya kimungu, kwa sababu hila hiyo itakavyokuja ni hila ambayo kwa mtu usiyekuwa na akili au fahamu wa kimungu hautaweza kujua ni hila. Kuna mambo yatakuja ni kama ni mazuri. Hili uweze kujua kwamba ni mtego, ni wale watu wenye akili timamu za kiroho na wenye ufahamu, kwa sababu huyo mnyama anayo akili kubwa sana, anatumia akili. Nilikuwa nikiomba nikawa namuuliza Mungu kwa habari ya mtawala mmoja, kulingana na kwa namna ambavyo watu wanamuelewa. Wanasema huyu ni wa Mungu kwa sababu kuna baadhi ya vitu amevikataza. Lakini cha ajabu, wakati nikiomba Mungu akaniambia nisome kitabu cha Ufunuo. Watu wanaosema kwamba huyu ni mtawala wa dunia, amezuia aidha ushoga, aidha vitu gani, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu akaniambia huyu si wa kwangu, ila hii ni nembo ya mpinga Kristo dunia. Amekuja kwa namna hiyo. Ndio maana nimekwambia kutakuwa kuna hila. Hiyo hila hauwezi kuitambua. Mtu anaweza akaja kwako akajifanya yuko pamoja na wewe, anamwabudu Mungu wako, lakini kumbe ni mpinga Kristo. Hakafanya vitu ambavyo vitawavutia watu waseme huyu mtu yuko sawa, ili watu wote washikamane naye. Wakishashikamana naye, anaanza kukiproduce kile kitu ambacho amekibeba duniani, akili ya huyo mnyama. Mpinga Kristo anatafuta awe na nguvu nyingi duniani. Kinachozuia ni kanisa la Mungu duniani. Watu watampigia makofi, amefanya vizuri huyu, mpaka anafanya hivi, huyu ndo mtu sahihi, huyu ndio mtawala sahihi. Anatafuta kuungana na nchi tofauti tofauti, anatafuta kuwa na amani na nchi nyingine, analeta amani. Hapo ndipo ulipo uharibifu wa mpinga Kristo. Akishafanikiwa kumonita mataifa mengine, hapo ndipo atakuwa na nguvu, kwa sababu ya wale waliomzunguka, na ndo atakapoipitisha ile kazi aliyotumwa kutokea chini. Kapewa na akili kubwa ya kugundua vitu. Itafika mahali watu hawataona umuhimu wa kanisa, watu hawataona umuhimu wa wokovu, kwa sababu vitu vyote vitatengenezwa kwenye mfumo wa kwenye mitandao ya kijamii. Hawataona umuhimu wa watumishi wa Mungu, kwa sababu kila kitu utakachokuwa unakitaka utakuwa unakikuta. Kuna vitu vingi vimeletwa, watu tunavifurahia, lakini hivyo vitu vimeletwa kwa ajili ya kuua uzao wa mwanamke.